Mashindano ya kuhifadhisha Qur'ani yana mchango mkubwa katika kujenga maadili mema kwa jamii ya Kiislamu, hasa katika kipindi hiki ambacho kuna mchanganyiko mkubwa wa watu na tamaduni tofauti. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Sera, Uratibu na Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma ameeleza hayo katika mashindano ya kuhifadhisha Qur'ani yaliyoandaliwa na viongozi wa Jimbo la Kwahani huko Skuli ya Muungano, Kibandamaiti, mkoa wa Mjini Magharibi. Amefafanua kuwa mashindano hayo ni muhimu kwani husaidia kuwaelekeza watoto na vijana katika msingi sahihi ya dini, jambo linalowakinga dhidi ya kupotoka kimaadili na mienendo isiyofaa katika jamii. Kimsingi kwa kweli sasa hivi kama serikali tunakiri tuna changamoto kubwa kidogo kwa kiasi fulani. Unajua sasa hivi Zanzibar imekuwa na mchanganyiko wa jamii wa mataifa mbalimbali, watu wanakuja kutafuta ajira kutokana na nchi yetu tumejifungua kiuchumi. Kwa watu wenye tabia na tofauti wanakuja Zanzibar. Kwa maana hiyo wanapokuja wanakichanganyika na jamii, vijana wetu wakati mwingine wanaingia katika mkumbo wa kufanya mambo ambayo hayaendani na mila na desturi. Lakini tunapojihuisha katika mambo haya ya kheri, watoto wetu kuwapeleka madrasa, kuwafanyisha mashindano kama haya ya Qur'ani, yanawaondoa katika kufanya mambo mabaya, wanakuja katika mambo ya kheri. Kwa hiyo kila jimbo tukisema tukaendelea kufanya mambo haya, tutaiokoa jamii katika kiasi kikubwa. Kitu ambacho ninachokiomba hasa wazee, tujaribu kufuatilia nyendo za vijana wetu, hasa kuanzia miaka 14 mpaka 35, kwa sababu rika hili mara nyingi ndio linababaishwa sana katika kufata mkumbo katika jamii. Lakini sisi kwa upande wetu kama serikali, na mimi nikiwa waziri mwenye dhamana ya ulinzi na usalama katika nchi hii, basi tunajitahidi kupitia jeshi la polisi na masheha na pamoja na polisi jamii kuona jamii yetu tunairudisha katika ule uasili wa utamaduni wetu wa Kizanzibari, yani tunaishi katika hali ya amani na upendo na utulivu. Aidha, Mheshimiwa Hamza amesema uongozi wa Jimbo la Kwahani kwa kipindi kifupi tangu kuingia madarakani umefanya kazi kubwa kwa kutekeleza kwa vitendo ahadi walizotoa kwa wananchi, akieleza kuwa mashindano hayo ni miongoni mwa ahadi hizo, huku akitoa wito kwa viongozi kuwasikiliza wananchi na kuwaomba wazazi pamoja na walimu kuendelea kuwasimamia watoto ili waendelee kukua katika maadili mema na elimu bora. Mashindano hayo ni ya mara ya kwanza kufanyika katika jimbo hilo na ni hatua muhimu na ya kupongezwa kwa kuwa yanakuza maadili mema pamoja na msingi ya kibinadamu. Awali, mbunge wa Jimbo la Kwahani Mohamed Abdullah Makame alieleza na kutoa wito huo. Mimi niseme hili jambo ni jema, na hili jambo katika jamii lina impact nyingi: maadili, ubinadamu, lakini pia na elimu. Niwaahidi tu hili mwakani litakuwa kubwa, na kadri siku zinavyokwenda zawadi itaongezeka. Lengo langu zawadi natamani kuwa gari, lengo langu natamani zawadi kuwa kiwanja, lengo langu natamani zawadi kuwa kumsimamia mshindi masomo yake aliyokuwa nayo hapo mpaka anafika chuo. Hayo ndiyo malengo yetu baadaye tunapoelekea. Wito wangu mimi kwa wanafunzi, wawe na bidii ya kusoma, wawe na nidhamu na heshima, lakini vile vile wito huo sio kwao tu, hata kwa wazazi wao au sisi wazazi wote tuwekeze watoto katika swala la elimu, tuwakumbushe watoto katika swala la elimu. Uzuri, niseme ukweli, mimi leo nimekuwa mbunge. Bahati nzuri baadhi ya mawaziri nimetoka nao katika chama, wanasema Mohamed, unaweza tukukusaidia, lakini mwanafunzi au huyo kijana wako hajasoma, kaishia la 7 au form 2, unamsaidia vipi? Maana yake msingi wake wazazi wasimame katika kuwapa taaluma watoto wao na elimu ili awe rahisi kusaidika huko mbele. Mashindano hayo yalihusisha hifadhi ya juzuu ya 1 hadi ya 5 yakishirikisha jumla ya vyuo 20 kati ya vyuo 50 vya jimbo hilo na wanafunzi 36 kwa ujumla, ambapo washindi wa nafasi ya 1 hadi ya 5 walikabidhiwa zawadi mbalimbali ikiwemo mashine za kushonea, jokofu, jiko la umeme, jiko la kupikia wali pamoja na fedha taslim. Hizi ni ripoti za ASAM. Nyuma ya kamera Ali Haji, Fatma Benard, ASAM Online TV.